Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuna watu wanapendwa na kuvutia kila mtu kama Somaku, huku wewe ukihangaika hata kupata usikivu wa dakika 5? Leo na kuonyesha mbinu 6 za siri ambazo 90% ya watu hawazijui, zinazoweza kubadilisha jinsi ulimwengu unavyokuchukulia ndani ya usiku mmoja. Usiondoke, maana mbinu ya 5 itakushtua. Kabla tujaanza, usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili usio unapitwa na haya maarifa kila siku. Twende kazi. Mbinu ya kwanza, the pratfall effect, nguvu ya mapungufu madogo. Watu wengi wanafikiri ili uweze kuvutia watu, unatakiwa uwe perfect au mkamilifu. Hii ni kosa kubwa la kisaikolojia. Saikolojia inasema binadamu wanavutiwa zaidi na watu ambao wanaonyesha kuwa wao ni binadamu na wana mapungufu. Hii inaitwa pratfall effect. Utafiti uliofanywa na Elliot Aronson unaonyesha kuwa watu wenye uwezo mkubwa, competent people, wanapendwa zaidi wanapofanya kosa dogo la kibinadamu. Kwa nini? Kwa sababu ukamilifu uliopita kiasi unatengeneza a barrier au ukuta wa hofu kati yako na wengine. Unaponyesha udhaifu mdogo, unawafanya watu wajihisi salama wakiwa karibu nawe. Wanakupa uaminifu kwa sababu hauonekani kama robot au mtu anayejifanya. Kumbuka, usiwe mzembe, bali onyesha ubinadamu wako. Mbinu ya pili, the Ben Franklin effect. Omba msaada mdogo. Watu wengi wanafikiri ili umvutie mtu, inabidi umfanyie yeye mambo mengi mazuri. Lakini mbinu ya Ben Franklin inasema, ukitaka mtu akupende, muombe yeye akufanyie msaada mdogo. Inafanyaje kazi? Ubongo wa binadamu haupendi kupingana. Cognitive dissonance. Mtu akimsaidia mtu mwingine, ubongo wake unajiambia, mimi nimemsaidia huyu mtu, kwa hiyo lazima nitakuwa nampenda. Maana siwezi kumsaidia mtu niliyemchukia. Kwa kumwomba mtu kalamu au kumuuliza ushauri mdogo kuhusu jambo fulani, unamfanya ajisikie kuwa yeye ni wa muhimu kwako. Hii inatengeneza muunganiko wa haraka na kumvuta karibu bila yeye kujua kuwa ameingia kwenye mtego wako wa kisaikolojia wa upendo. Mbinu ya 3, active constructive responding, siri ya majibu chanya. Watu hawakumbuki ulichosema, lakini wanakumbuka jinsi ulivyowafanya wajihisi. Unataka watu wagandane na wewe? Jifunze jinsi ya kupokea habari zao njema. Watu wengi wanapopewa habari njema na marafiki zao, hujibu kwa baridi au kutoa kasoro. Hiyo inaitwa destructive responding. Active constructive responding inakutaka uingie kwenye furaha ya mwingine kwa 100%. Mtu akikwambia amepandishwa cheo, usiseme hongera, utalipwa kiasi gani? Badala yake sema, wow, hiyo ni habari njema sana. Hebu niambie, ilikuwaje mpaka wakachukua wewe? Lazima ulijisikia vizuri sana. Kwa kufanya hivyo, unamfanya mtu huyo ahisi dopamine, homoni ya furaha, akiwa na wewe. Moja kwa moja, ubongo wake utaanza kumshawishi kuwa anahitaji kuwa karibu na wewe muda mwingi ili ajisikie vizuri. Mbinu ya 4, the mere exposure effect, ama nguvu ya uwepo endelevu. Hii ni kanuni ya kisaikolojia inayosema kuwa binadamu huanza kupenda kitu au mtu yoyote ambaye wanamuona mara kwa mara. Hii ndiyo siri inayotumiwa na makampuni makubwa kama Coca-Cola. Huna haja ya kufanya mambo makubwa, unahitaji tu kuonekana mara kwa mara kwenye mazingira ya huyo mtu. Lakini sikiliza, kuna tofauti kati ya uwepo na kero. Hutakiwi kuwa msumbufu. Siri hapa ni kuwa familia, kuwa mtu ambaye yupo pale kila siku kwa utulivu. Salamu ya kila asubuhi, kupita mahali fulani muda ule ule, au kuchangia mada kidogo kila siku. Baada ya muda, ubongo wa watu wanaokuzunguka utaanza kukuona kama sehemu ya maisha yao, safe and reliable. Hii inatengeneza mvuto wa asili ambao unawafanya watu wajisikie vibaya usipokuwepo. Mbinu ya 5, the chameleon effect, ama mirroring subconscious. Hii ndio mbinu ambayo nilikuambia itakushtua. Tunapenda watu wanaofanana na sisi. Hii ipo ndani ya DNA yetu tangu enzi za mababu. The chameleon effect ni kitendo cha kuiga kwa siri, subtle mirroring, mienendo, lugha ya mwili au toni ya sauti ya mtu unayeongea naye. Mtu akiegemea upande wa kushoto, subiri sekunde chache, kisha nawe egemea upande huo huo. Ikiwa anatumia maneno fulani ya sifa, yatumie na wewe kwenye sentensi zako.
Hii inatuma signal kwenye ubongo wake wa ndani, subconscious mind, kuwa wewe ni mtu wa aina yake, one of us. Tahadhari, usiige kama nyani. Fanya kwa umakini sana kiasi kwamba hawezi kugundua kwa macho ya kawaida. Hii inavunja ulinzi wa kisaikolojia wa mtu yoyote na kumfanya akufungulie moyo wake papo hapo. Mbinu ya 6 ni the Pygmalion effect, ama nguvu ya matarajio chanya. Mbinu hii ni ya kiwango cha juu sana. Pygmalion effect inasema kwamba watu hufanya mambo kulingana na jinsi unavyowachukulia. Ikiwa utamchukulia mtu kama yeye ni mtu mkarimu, mwerevu na wa muhimu, ataanza kuishi katika uhalisia huo akiwa karibu na wewe. Anza kwa kuwapa watu label chanya. Mwambie mtu, najua wewe ni mtu mwenye busara sana, ndio maana nilitaka kusikia maoni yako. Hata kama huyo mtu hakuwa na busara, ataanza kujitahidi kuonesha busara mbele yako ili asipoteze sifa hiyo uliompa. Hii inawafanya watu kujihisi kuwa toleo bora zaidi ya wao wenyewe wanapokuwa na wewe. Na hakuna kitu kinachovuta binadamu kama kukaa na mtu anayemfanya ajione yeye ni bora zaidi. Mbinu hizi 6 si uchawi, ni sayansi ya tabia ya binadamu. Ukizitumia kwa nia njema, utashangaa jinsi watu watakavyoanza kukuheshimu, kukupenda na kutaka kuwa karibu nawe kila wakati. Kumbuka, saikolojia ni chombo. Jinsi unavyokitumia ndivyo matokeo yatakavyokuwa. Kama video hii imekufungua macho, usiondoke bila kuandika neno saikolojia kwenye sehemu ya maoni hapo chini, ili nijue kuwa tuko pamoja mpaka mwisho wa video hii. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video inayokuja. Peace.